Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu ndugu mpenzi mtazamaji kwa shirika la utangazaji Zanzibar ZBC katika kipindi cha Sunday Sports, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kuweza kuyajua mambo mengi kabisa yanayohusiana na michezo. Mimi naitwa Kheri Salum ambaye nitakuendeshea kipindi hichi, na leo niko nao hapa wanajumuiya ama taasisi ambayo inaitwa Amka Society, Amka Awareness and Center, Amka Awareness Center, ambao hawa lengo kubwa kudili na vijana kuhusiana na mambo mbalimbali. Kama unavyojua, katika mambo yetu ya michezo tuna wizara ambayo kuna miaka miwili sasa hivi tumefanikiwa kupata wizara ya vijana, sanaa, utamaduni na michezo, ambapo wametoa sera ya michezo, na hapa tutakuja pia kuizungumza sera ya michezo. Vipi vijana wataweza kuielewa sera ya michezo, kwa sababu sera ni sasa na nguzo. Lazima ili ufanikiwe katika mambo mbalimbali ufuate ile miongozo ambayo inakuongoza, na sera ni miongoni mwa miongozo watu wa tamaduni, sanaa na michezo. Na moja kwa moja wa kwanza hapa kabisa Bi Salma atatambulisha na atasema yeye ni nani katika taasisi hii. Karibu. Asante bwana Heri. Maana corona imetuletea matatizo, kwa tunazungumza katika mazingira ambayo tuna maintain social distance pamoja na kujilinda. Naam. Mimi naitwa Salma Adim na mimi ni afisa habari katika kituo cha Amka Wellness Center ambacho kiko kule Kiembe Samaki. Na siku ya leo hasa si mzungumzaji mkubwa mimi. Mzungumzaji mkubwa atakuwa ni mwezeshaji ambaye ni mwalimu wa haya masuala ya afya na saikolojia. Na leo hasa kilichotuleta hapa ni kutaka kuzungumzia kipengele cha sera za michezo, lakini kwa upande wa afya na usalama, ambayo nadhani kuna vitu vingi katika afya na usalama, kuna vitu vingi katika michezo, lakini naona afya na usalama kidogo kuna utatanishi, na labda kupitia hizi sera tukaweza kupata vipengele kadhaa ambazo vinaweza vikazungumzia kwenye upande huo. Lakini sina maneno mengi, mimi ningependa tu kumkaribisha Bwana Baraka ambaye yeye ndo ataweza kusema hasa kilichotuleta hapa na ni nini tumekuja kuwaletea watazamaji wetu. Asante sana bwana. Naam, ndugu mpenzi mtazamaji, na utafaidika kwa sababu tunakuja kuiangalia sera ya michezo ya taifa ya Zanzibar ambayo tumefanikiwa kutoa sera mpya kabisa ambayo imeenda katika sehemu nyingi tofauti, hasa katika zile sehemu ambazo za msingi kabisa. Kama unavyojua kwamba hakuna kitu kizuri kama kuwa na mlindo wa wachezaji pamoja na wanautamaduni na sanaa, kuwalinda katika ile michezo yao. Kwa hiyo hapa kama unavyojua Mr. Baraka atakuja kutuambia kama taasisi wamejipanga vipi kuhakikisha wanatoa elimu kwa jamii, hasa vijana, kwa sababu kama unavyojua wizara hii imedili na vijana pamoja na watu wazima wamo, lakini vijana ndio wako katika hatarini, kwa sababu mara nyingi vijana wanakuwa wanashindwa kufuata ile miongozo baadhi. So wote karibu. Asante, nashukuru sana. Kwanza nashukuru kwa kupata hii nafasi ya kuweza kushiriki katika kipindi hiki cha Sunday Sports, na jambo kubwa ambazo tulienda kuangalia sisi kama taasisi ni namna gani ambapo tunaweza tukaisukuma na kuipeleka mbele hii sera ya michezo kama ambavyo imeelezewa na wizara husika ambayo inasimamia swala zima la michezo, vijana na utamaduni. Na katika kipengele katika sera ya michezo ukiangalia katika sehemu ya 3 na sehemu ya 4, sehemu ya 3 ambayo inazungumza kwa habari ya ushirikishwaji, lakini pia na sehemu ya 4 kuna vipengele ambavyo kama sera imegusia kama mikakati ya sera, lakini pia kuna vipengele ambavyo vinatutaka watu wa asasi za kiraia, asasi za binafsi, lakini pia taasisi ambazo ziko nje ya serikali, kwa maana taasisi binafsi, ni kitu gani ambacho tunaweza tukafanya kwa kuhakikisha kwamba hii sera sasa ipo katika hatua ya utekelezaji. Kwa hiyo tutaenda kuangalia mambo makuu matatu kwa wanamichezo na wachezaji, kwamba wachezaji wanatakiwa kuwa katika hali ya kiafya, kwa maana ya kwamba wanatakiwa wawe na furaha, wawe na amani wakati wote, lakini pia wanatakiwa wawe na upendo wakati wote. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo tutaenda kuviangalia, ambavyo sisi tunaamini ndio msingi kwamba mchezaji au mwanamichezo, awe ni kocha, awe ni kiongozi, awe ni mchezaji, akiwa ana furaha, akiwa ana amani,
akiwa ana mashirikiano, kwa maana ya kwamba ana upendo baina yeye na wenzake, basi uwezekano wa kufika katika hatua nzuri na ya mafanikio ni mkubwa zaidi. Tukizungumza mwanamichezo ambaye mwenye kujitambua, tafsiri ya mwanamichezo mwenye kujitambua, hebu tupe kwa upana wake tafsiri. Sasa tunapozungumza mwanamichezo ambaye anajitambua, ni mwanamichezo ambaye anajua kwa nini yeye ni mwanamichezo. Yaani anajitambua, anajifahamu yeye kama mimi ni kocha, au kama mimi ni mchezaji, au kama mimi ni kiongozi, yeye ni nani hasa na ana wajibu gani katika yale majukumu ambayo amepewa. Lakini pia anajua kwamba jamii inayomwangalia au mashabiki au wale ambao wamemweka katika ile nafasi wanakitarajia nini hasa toka kwake. Kwa hiyo tunaangalia kwamba ni nini hasa mtaji alionao yeye katika kuhakikisha kwamba anafikia yale mafanikio. Kwa hiyo mtu ambaye anajijua katika mambo haya matatu, kwamba anajua yeye ni nani, anafanya nini na anataka afike wapi katika ndoto zake, huyo ni mtu ambaye anajitambua, au huyo ni mwanamichezo ambaye anajitambua. Naam, ndugu mpenzi mtazamaji, kama alivyotueleza hapa Mr. Baraka kuhusiana na mwanamichezo ambaye anajitambua, na hii ni sifa ya mwanamichezo. Ukiwa we kocha, basi jiveshe ile sifa kwamba nani kocha, na ukiwa mwanamichezo, mimi kama mwanamichezo nini ambayo natakiwa niafanye. Ukifanya hivyo, basi ndo tutakwenda kule katika wanamichezo ambao wanajitambua. Taasisi imejipanga vipi kuhakikisha wanawalinda hawa vijana ambao wanashiriki michezo, wanashiriki katika utamaduni pamoja na kushiriki katika sanaa? Kama taasisi, mikakati ambayo tunaenda nayo kulingana na mwongozo wa sera ya michezo ni kwamba tunahakikisha tunatoa elimu kama kwa njia hii ya vyombo vya habari, lakini pia kwa wao kuweza kutufikia sisi katika eneo letu la shughuli zetu, lakini pia kwa sisi kuweza kuwafikia wao, kwa sababu lengo hasa ni kuangalia kila taasisi au kila club au kila sehemu ambayo inajihusisha na michezo na utamaduni inajua hasa ni nini ambacho wanatakiwa kufanya, lakini pia inaelewa pia hii sera kwamba kama serikali imejipanga vipi, au wanatarajia kufanya nini, au wana nini wanachokifanya kuhusiana na wao. Sasa sera ipo katika maandishi, lakini utekelezaji wake unatuhitaji watu kama sisi ambao tunaweza tukafika tukawaelimisha, tukaambia nao nini faida ya afya katika swala zima la michezo, kwa nini uwe na afya na unawezaje kuilinda hiyo afya yako kabla hujaingia katika michezo na ukiwa katika michezo, lakini hata baada ya michezo. Bi Salma, umesema wewe kwamba si mwongeaji, lakini wakati huo afisa habari lazima uongee hapa leo. Labda wewe kama afisa habari, habari zote hizi wananchi wanatakiwa wazipate katika social media, katika television ama vituo mbalimbali vya radio, na si hapa ZBC umepata bahati kwa sababu kama hivi tunasikika mpaka katika ZBC radio. Kwa hiyo ZBC TV pamoja na ZBC radio wananchi wanafaidika. Labda umejipanga vipi wewe kama afisa habari kuhakikisha habari hizi zinakwenda kwa jamii? Kwa kujipanga, nadhani unaona mfano, kwa sababu tayari leo hii tuko hapa ZBC, ndo mwanzo wetu, na hili jambo liko muda mrefu, lakini kwa hapa Zanzibar bado ni jipya. Kwa upande wetu kama Amka Wellness Center, tulitaka zaidi liwafikie vijana kwanza, na pia tulikuwa tumelenga katika watu ambao wana matatizo ya afya kama kisukari. Tulikuwa tumepanga watu ambao wana matatizo ya msongo wa mawazo pamoja na blood pressure, na hivyo vitu vyote tulikuja tukagundua kwamba vitu ambavyo vinasababishwa na kwenye akili kwanza, na jinsi gani vile vitu vikuu vitatu vya afya kama upendo, amani na furaha tunaviingiza vipi katika maisha yetu. Kwa hiyo kwa ajili ya hayo yote, jinsi kuwafikia sasa wananchi, tumejiandaa katika njia kuu tatu, ambayo ilikuwa kuwa na WhatsApp groups ambazo ndo tulikuwa tumeshaanza, tuna mwezi na sasa tumejaribu kusonga mbele, tuko katika Facebook live ambayo nayo hiyo ipo katika mchangamano ambao karibu wiki mbili sasa, na sasa tumeanza kwenye TV na tunataka tuelekee kwenye redio. Kwa hiyo tunataka tufikishe hizi habari kwa jamii, waone umuhimu wake, na baada ya hapo tunaamini kwamba kitakapojulikana umuhimu wake uko wapi,
ndiko ambako tunaweza tukafuatiliwa na zaidi na wengine. Labda ndugu Baraka, tunapozungumzia kuhusiana na amani, upendo wakati wote kwa wanamichezo, kwa tafsiri pana kabisa ina maana gani? Okay. Napozungumzia swala zima la amani, furaha na upendo, kitu kikubwa ambacho kwanza nataka mwanamichezo akifahamu ni kwamba tunapozungumzia swala zima la afya inaanzia katika akili. Sasa mtu anaweza kwamba akawa ana majeraha lakini afanye vizuri katika michezo. Inawezekana kwamba mtu akawa haumwi malaria, haumwi typhoid lakini bado afanye vizuri katika michezo. Sasa ni afadhali yule mtu ambaye ana majeraha tunajua kwamba atahudumiwa, akipona atarudi kiwanjani. Yule ambaye ana maradhi kama ya malaria tunajua kwamba atatibiwa, akipona atarudi uwanjani. Lakini huyu mtu ambaye ana kila kitu, wakati mwingine unajiuliza kwamba kama timu inapewa kila kitu lakini bado matokeo sio mazuri. Sasa huenda tumenunua wachezaji kwa gharama kubwa, huenda tuna makocha wa kimataifa, huenda tuna viongozi ambao wana focus. Tatizo hasa liko wapi? Tatizo linaanzia katika akili. Kwa hiyo tunapozungumzia swala zima la amani, unapokuwepo na amani ndani yako, yani wewe mwenyewe uko hauna msongo wa mawazo, hauna kitu ambacho kinakutatiza au kinakutanza katika maisha yako. Ina maana ubongo wako uko ni kama vile udongo wenye rutuba. Chochote ambacho utakiweka pale kitaweza kuota. Lakini kama ubongo tayari umeathiriwa kwa sababu ya changamoto mbalimbali ambazo hizi tunaziona kabisa kwenye michezo, kuna migogoro, kuna watu ambao wanafanya maamuzi kwa kukurupuka, kuna watu ambao wanakuwa na utovu wa nidhamu katika michezo, kuna watu ambao wanatoa adhabu ambazo hazina mashiko, adhabu ambazo mlengo wake hasa unakuwa kukomoa badala ya kutengeneza. Tumeona kwamba kuna makosa wanakosea kuanzia wachezaji, makocha, viongozi mpaka wawekezaji. Tatizo hasa ni nini? Tatizo hasa ni afya ya akili. Tatizo hasa ni nini? Tatizo ni kukosa furaha na ile kazi ambayo anaifanya. Tatizo ni kukosa upendo ambao unaweza ukatengeneza hali ya ushirikiano baina ya mwalimu na wachezaji, baina ya benchi la ufundi, lakini pia na wawekezaji na viongozi kwa ujumla. Kwa hiyo hivi vitu vikiwepo, maki amani inakuwa inatawala. Amani kitawala, kila jambo litaweza kuenda. Lolote ambalo utalipanda katika mazingira kama hayo, una uhakika kwa mwisho wa siku tutakivuna kile ambacho tunakitarajia. Lakini haijalishi kwamba tumewekeza kiasi gani, tuna viwango vya aina gani, lakini bado kama akili zetu bado zina muingiliano, zinasongwa na mambo kadhaa wa kadhaa, hatuwezi tukafika mbali. Naam, ndugu afisa habari, tunapozungumza tafsiri ya afya bora kwa wanamichezo, labda hii kwa upande wenu kama taasisi imejipanga vipi kuweza kutoa elimu kwa vilabu, lakini vile vile kwa vyama vya michezo pamoja na vikundi mbalimbali vya sanaa, kwa sababu huko kote mnaonekana mna kuweza kuingia? Okay. Naam, sawa. Basi nitalijibia hili. Sisi pale tuna kliniki kwanza. Tuna kliniki ambayo inahusika sana na mambo haya ya maradhi au changamoto zile ambayo kitaalamu tunaita hypochondria. Yaani ni maradhi ambayo sio maradhi ya moja kwa moja kwamba yana vidudu fulani mtu ameshambuliwa, isipokuwa tu ni maradhi ya kufikirika. Maradhi ambayo yanatokea kutokana na msongo wa mawazo. Kwa hiyo watu wale waathirika wakubwa kama alivyozungumza kusema afisa habari hapo, watu ambao wana maradhi kama ya blood pressure, wale ambao wana tatizo la sukari, lakini pia wale watu ambao wana msongo wa mawazo na depression, ni watu ambao tunakaa nao, tunawapa ushauri, tunawaelekeza nini cha kufanya. Tunaelekeza mbinu mbadala za kujilinda ikiwa mtu bado hajapata tatizo, lakini pia ni nini cha kufanya endapo atakuwa amepata tatizo, lakini pia nini cha kufanya baada ya kupata ile tatizo. Kwa hiyo kwa taasisi mbalimbali ambazo zinahusika na michezo kama vile vilabu vya michezo, taasisi za utamaduni, lakini pia na makongamano kadhaa ya vijana, tunatoa seminar. Tunakuwa na seminar ambazo tunaziandaa ambapo vijana wanaweza wakaja, lakini pia tunapokea mialiko. Tunapokuwa tunaalikwa katika sehemu zao husika, tunaenda na kuwasaidia kuzungumza na viongozi, kuzungumza na wahusika kwa maana ya kwamba wachezaji, lakini pia kuzungumza na wawekezaji pia ambao wanawekeza katika michezo kama vile sera ya elimu ambayo sera ya michezo ambayo imeelekeza. Labda tunataka ufafanuzi afisa habari, taasisi yenu hapa Zanzibar wapi hasa inapatikana, kwa sababu
wana michezo, lakini vikundi mbalimbali vya sanaa vinataka kuja kujifunza kutokea kwenu, lakini vile vile kujua afya za wale vijana wao, labda inapatikana wapi taasisi yenu? Kama nilivyosema mwanzo, taasisi yetu inapatikana Kiembe Samaki, nyuma ya majumba ya benki, na pia tunaweza tukaacha anwani zetu baada ya mwisho wa kipindi hapa. Na sio huko tu, sio lazima uje katika mazingira ya kutembelea. Pia tuna Facebook page ambayo inaitwa Amka Wellness Center, na pia tunapatikana kwenye Instagram, na pia sasa tuna mpango hata wa kufungua YouTube channel ambayo itakuwa inazungumzia baadhi ya vitu ambavyo vinahusika na mambo ya afya, hasa katika dhana maradhi yale ya kufikirika ambao kama alivyoongea mwakilishaji hapa. Na zaidi ni kwamba usijisikie kwamba uko mpweke, wala kama unahitaji kweli kabisa hiyo huduma, basi tupo na tuko tayari. Ni kipindi tu hichi cha corona ambacho ndio kimetufanya bado tusiweze kufanya zile seminars kama alizozitaja na hizo training ambazo tulikuwa tunaweza kwenda kuzitoa katika vilabu kabisa. Lakini kwa sababu sasa hivi tunge prefer zaidi kwamba tufanye vitu katika njia ya mitandao. Kwa hiyo tunaweza kuandaa Zoom conference calls ambazo ziko karibu kila jioni zinafanyika, na Facebook. Kwa hiyo tunaweza kuanza muda wote pale ambapo kama kuna klabu ama society yote ambayo inataka kushiriki katika haya. Ndugu Baraka, ni nini ambacho kinachangia msongo wa mawazo kwa wanamichezo hasa? Yako mambo mengi ambayo yanachangia msongo wa mawazo kwa wanamichezo, lakini mimi nitazungumza na nitajikita zaidi katika hali halisi ya mhusika mwenyewe, kwamba sisi tunaamini hivyo kwamba mtu yoyote hawezi akaingia kwako na kukuathiri isipokuwa wewe umefungua milango ya kumruhusu akuathiri, kwa sababu changamoto katika maisha zipo. Yaani kwa mfano kama mtu anaweza akapata matatizo ya msongo wa mawazo kupitia labda kafiwa na mkewe, kafiwa na mtoto, na mamake ni mgonjwa, pesa hana. Haya ni matatizo ya jumla sehemu yote. Lakini matatizo ni namna vile ambavyo wewe unayachukulia. Yaani unasema mtazamo wako juu ya jambo fulani ndio ambao unakuathiri. Ile jambo kama jambo liko neutral, haliwezi likakuathiri. Toa mfano, kama mtu anaweza akakwambia neno baya ambalo ukalitafsiri, sasa lile neno wewe ule ubaya unautengeneza wewe kwa sababu ya tafsiri ulionayo. Kwa hiyo mtu unaweza kuwa unacheza alafu mtu akakwambia wewe ng'ombe. Unaona? Sasa wewe utatafsiri gani na lile neno ng'ombe kwako? Ukishaanza kuchora yale mapembe ya ng'ombe na namna vile alivyo na ukajiona wewe ndio upo sawa na vile, sasa utaanza kuwa na hisia. Zile hisia tunasema hisia hasi au hisia chungu. Zile hisia chungu zitakupelekea mawazo yako kuamua nini cha kufanya wakati ule. Kwa hiyo utaacha kuconcentrate na lile jambo ambalo unatakiwa kufanya, utaanza sasa kudili na yule mtu ambaye alikwambia wewe ni ng'ombe au ni mbuzi. Sasa kumbe lile neno lenyewe kama neno halina madhara. Kwa hiyo kinachochangia hasa msongo wa mawazo kwa jamii au kwa wanamichezo na mtu yeyote ni tafsiri zake alizonazo, imani alionayo, lakini pia hisia zinazozalishwa anapokutana na mazingira ya nje kwa wakati husika, lakini pia anapokumbuka jambo, kwa maana kama analivuta katika memory, katika kumbukumbu. Kwa hiyo mtu anaweza kana akawepo tu kawaida mkamwona amebadilika, hamna kilichotokea, kuna jambo amelikumbuka huko nyuma, lile jambo limeleta tafsiri ambayo ni ya uchungu. Baadaye ukamwona anaanza kumwagika machozi, anakosa raha. Baadaye unamuuliza asema nimemkumbuka bwana rafiki yangu fulani au nimemkumbuka mtu fulani, nakumbuka, yani anakumbuka matukio ya nyuma. Kwa hiyo hivi ndivyo hasa chanzo. Mazingira ya nje sio chanzo cha msongo wa mawazo. Tafsiri zetu juu ya mazingira ya nje ndio chanzo cha msongo wa mawazo. Sasa tufanye, mchezaji ameshapata msongo wa mawazo, na sisi tunamsaidiaje mchezaji ambaye amekuwa na msongo wa mawazo? Sawa. Mchezaji ambaye tayari ameshaingia sasa katika dimbwi la msongo wa mawazo na kitu ambacho kinamsumbua. Kuna njia mbalimbali za kuweza kumsaidia, mfano njia za nje ambazo anaweza akafanya, labda asifikirie sana kuhusiana na lile jambo, atafute refreshment, kwamba anaweza akafanya mazoezi, akasoma vitabu, akaogelea, akafanya. Lakini hizo ni njia ambazo kwetu sisi hatuzichukui sana, kwa sababu ni njia ambazo zimekuwepo miaka yote, lakini bado zinapelekea watu wanafikia sehemu watu mpaka wanajiua, lakini hizo njia zipo.
Kwa hiyo tunachoangalia sana sisi ni namna ambapo mtu anaweza akadili na yeye mwenyewe ndani, kwamba kama nimetoa mfano wangu ule kwamba mazingira yanasema wewe ni ng'ombe. Unaposikia ile taarifa au unapoiona kwa kutumia milango yako ya fahamu, inapoingia katika fikra zako, nini huwa kinatokea? Wewe kama mwathirika ambao sasa hivi unasumbuliwa na msongo wa mawazo, nasema kama najisikia vibaya, jiulize kwa nini unajisikia vibaya au kwa nini unajihisi vibaya unapoambiwa, unapoona au unapokumbuka jambo fulani. Tafsiri yake ni kwamba una imani ya juu ya lile jambo ni baya. Sasa je, jiulize, hii hali ninayojisikia mimi naipenda? Jibu litakuwa kwamba mimi siipendi. Kwa hiyo ninatakiwa kufanya nini? Nibadilishe mazingira ya nje kwamba watu wasiniite ng'ombe, au nibadilishe imani yangu na mtazamo wangu juu ya neno ng'ombe? Hii changamoto hizi kwa mfano kama kwa wenzetu ambao wanacheza katika nchi zenye ubaguzi zipo sana. Sasa kwa hiyo mtu unachotakiwa kufanya, unabadilisha tafsiri yako kwamba mimi kuanzia sasa hivi nimekuwa nikiamini tangu nizaliwe kwamba tafsiri ya ng'ombe ni kitu kibaya, lakini kuanzia sasa ninaacha kuconcentrate na hii tafsiri, nasema asante, hii tafsiri umenileta mpaka hapa, lakini kwa sababu hii tafsiri inaniletea madhara mimi, nikijiangalia mimi jinsi nilivyo, nikitafakari wapi nakotaka kwenda, nikiangalia nini ambacho ninakifanya, kwa hiyo hii tafsiri inanikwamisha mimi nisifike nakotaka kufika. Kwa hiyo ninaachana na hii tafsiri. Kuanzia sasa hivi nitajikita moja kwa moja katika kuchukulia mambo kwa jinsi vile yalivyo, au kuyatazama mambo katika mtazamo mwingine. Kwa hiyo mtu ambaye anasumbuliwa na msongo wa mawazo, yale mambo ambayo yamesababishia mawazo aanze kuangalia kwa jicho la tatu. Naposema kuangalia kwa jicho la tatu, inamaanisha kwamba awe na mtazamo tofauti. Kwa sababu kama mwanamichezo, kitu ambacho unatakiwa kuelewa, au mwanajamii, mazingira yoyote yanayokuzunguka nje yapo kwa ajili ya kukusaidia wewe kufika kule unakotaka kufika. Iwe ni binadamu, iwe ni viumbe ambavyo sio binadamu, iwe ni viumbe ambavyo sio hai. Kila kilichoko mbele yako ni fursa ya kwako kufika unakotaka kufika. Kinachokukwamisha ni tafsiri yako juu ya yale mazingira ambayo yako mbele yako. Ukibadilisha tafsiri, utakuwa umebadilisha kila kitu na msongo wa mawazo utaondoka. Labda katika sera ya michezo ya taifa kuna mambo mengi ambayo yamezungumzwa. Labda sisi sasa tunataka utoe ufafanuzi kuhusiana na hii sera ya michezo ya taifa, kwa sababu bila shaka, kwa sababu serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Vijana, Sanaa, Utamaduni na Michezo waliweza kuitoa pale katika ukumbi ule wa sanaa pale Raha Leo studio, waliweza kuelezea jamii na masuala mengi yakaweza kutoka kwa wadau wa michezo pamoja na mambo tofauti. Labda tunataka ufafanuzi ambao wewe unaofahamu kuhusiana na sera ya michezo ya taifa. Okay. Sera ya michezo ya taifa imezungumzia mambo mengi. Lakini katika mambo hayo tulipokuwa tunaangalia na kuchambua hii sera, tukaangalia katika vile vipengele ambavyo sisi tunaweza tukaingiza nguvu yetu, tuweze tukadili na vitu vyote. Sasa ukiangalia katika mpangilio kuna kwa mfano katika sera, au ukifungua ukurasa wa 33 ili katika sehemu ya tatu na ibara ya 13 kifungu cha pili A na D na data kinatoa maelekezo hapo juu ya tiba, kinga na sayansi ya tiba. Lakini pia kipengele cha D kinaeleza kwa maana ya kushadiisha na kuelimisha. Kushadiisha na kuelimisha. Kwa hiyo hapo unaona kwamba kitu gani hasa ambacho kinazungumziwa. Kwa hiyo sisi katika sehemu yetu ndio ambayo tunadili na hiyo tiba ya maana kwamba ya akili, au tunadili katika kuzuia. Kuzuia nini kisitokee katika swala zima hilo la maradhi ambayo yanaweza kutokana na msongo wa mawazo na vitu kama hivi. Lakini pia katika ukurasa wa 49 wa hiyo sera, katika sehemu ya ukurasa wa 49 katika hiyo sehemu ya 3 kifungu ibara ya 27 kifungu namba 2 ambacho kinahusika na mikakati ya sera, kinazungumzia kwa habari ya adhabu sehemu C, lakini pia sehemu D inazungumzia kwa habari ya migogoro na namna ya kutatua migogoro katika sehemu za michezo. Sasa adhabu sisi tunaangalia, ndio sera inaongoza namna ya utoaji wa adhabu, lakini pia namna ya kutatua migogoro, lakini pia kuna njia ya kuzuia uwepo wa hiyo migogoro. Kwa hiyo sisi ni sehemu ambayo tunaenda kuzuia hiyo migogoro, lakini pia si tu kuzuia, inapotokea
ni namna gani ambayo tunaweza tukaishughulikia hii migogoro katika hali ya kutoka nje na malengo yetu kama wanamichezo, kwa sababu makosa yanafanyika, adhabu zinatolewa, lakini tunaangalia, lakini pia kujenga sasa hiyo awareness, kujenga ufahamu au kujitambua katika wale wadau wa michezo, mashabiki, wachezaji na pia viongozi. Sera ya sehemu ya 4 ushirikishwaji. Katika ukurasa wa 61 sera imezungumza kwa habari ya ushirikishwaji wa wizara mbalimbali katika swala zima la michezo, kwa sababu michezo inagusa vijana, inagusa wizara mbalimbali. Katika sehemu hizo imezungumza katika sehemu ya 4 ibara ya 15 kipengele cha C na D, imezungumza kuhusiana na swala zima la afya. Kipengele C inazungumza kwa habari ya huduma ya kwanza, lakini kipengele D pia inazungumza kwa habari ya afya na chakula kwa wadau wanaohusika na michezo au kwa wanamichezo. Sasa sisi tunazungumzia kwa mfano katika kipengele cha first aid, sisi tunazungumzia kwa habari ya first aid, sio first aid, kwamba huduma ya kwanza, huduma kabla ya huduma ya kwanza. Huduma kabla ya huduma ya kwanza, labda nielezeni ni nini tofauti na huduma ya kwanza. Tunafahamu kwamba huduma ya kwanza ni msaada ambao mtu ambaye amejeruhika au anaugua anapewa msaada wa kwanza ambao anapewa kabla hajapewa msaada wa kitabibu zaidi hospitali. Sasa sisi tunajikita katika kutoa msaada ili yule mtu asitakiwe kupewa huduma ya kwanza. Kwamba huduma ya kwanza ni mtu anatakiwa augue. Sisi tunahakikisha mtu augui. Huduma ya kwanza anatakiwa mtu apate injury, apate labda mvunjiko au maumivu. Sisi tunampa ufahamu huyu mtu asiingie katika hiyo hatua ya kupata maumivu. Yaani kwamba mchezaji kwa mfano anapokuwa uwanjani anajua kwamba sisi tunamhitaji au jamii inamhitaji kwa sababu ana uwezo wa kucheza vizuri. Sasa ikiwa atapata injury alafu akakaa bench msimu mzima, ina maana si tu tunaathirika sisi kama wadau wa michezo, lakini pia mwanamichezo mwenyewe anaathirika. Kumbuka kwamba vilabu vinasajili, vinanunua, vinakuleta pale ili uweze kufanya vizuri. Sasa unapokuwa unacheza, mojawapo ya kitu ambacho mchezaji anatakiwa awe nacho ni speed na accuracy. Kasi yake katika kucheza, lakini pia uwezo wa kufanya maamuzi sahihi kwa haraka. Sasa unaona opponent wako anakuja na unaona kabisa anatega mguu na sehemu ni karibu na penalty, unafanyaje? Una maamuzi mawili, niruhusu anikanyage tupate penalty, lakini unajua akinikanyaga nini kitatokea? Naweza nikavunjika mguu. Nikivunjika mguu, timu imepoteza forward. Tunaweza tukapata penalty pia tukaikosa, lakini mimi nitakaa msimu mzima nje. Kwa hiyo ninaweza nikatumia mbinu mbadala za kuiepuka ile adhabu ambayo inaweza katokea pale. Kwa kufanya vile nitakuwa tayari nimeshajikinga mimi na kuumia. Kwa hiyo nimefanya first aid. Sasa kwa mfano huo kidogo nimeweza kutafsiri. Naam, ulivyosema hapa katika sera ya michezo sema kinga, tiba na sayansi ya michezo. Hili serikali waliona ipo umuhimu kwa sababu sera za mwanzo zilikuwa hazijafafanua. Zilikuwemo sera inayohusiana na mambo ya tiba, lakini mara hii ikaweza kufafanua zaidi. Na baada ya kufafanua hapa sasa hivi kubwa linatakiwa elimu. Sasa kwenu nyinyi kama taasisi mmepanga vipi kuweza kushirikiana na vilabu, kuweza kushirikiana na hata Wizara ya Vijana, Sanaa, Utamaduni na Michezo, kwa sababu wao ndio wasimamizi wakuu wa michezo na utamaduni na sanaa pamoja na vijana katika Zanzibar. Sasa nyinyi mmejipanga vipi kuhakikisha taasisi zote zinahusiana na mambo ya michezo, utamaduni, sanaa mnashirikiana nao? Kama Bi Salma, naona swala hili mnapanga vipi sasa, kwa sababu tushakuja, wananchi washakusikieni mipango yenu na vile vitu ambavyo mnavyonyie, kwamba sasa anajua hapa moja kwa moja tukienda tutafanikiwa juu ya 1, 2, 3. Lakini nyinyi sasa mnapanga vipi au mshakwenda kushirikiana navyo hizi taasisi? Hilo itabidi pia na mkuu wangu anisaidie, lakini kubwa ni kwamba tulipokuja na hichi kitu kwamba tunahitaji hii center inahitajika ndani ya Zanzibar. Na
njia gani ya kuweza kuwafikia hawa watu kabla wao hawajatufikia, kwa sababu kama hatujajitoa wakatuona hawawezi kujua kama hiyo huduma ipo. Na inawezekana huduma hizi zipo, lakini hakuna ambaye labda amejitokeza akasema wazi kwamba hizi huduma zipo. Kwa hiyo kubwa sisi jinsi ya kuwafikia ni kwamba leo tumekuja kwenye Sunday Sports. Hili ni hatua ya kwanza ambayo nadhani watakuwa wamesikia. Na hatua ya pili, tungependa kama tungeshirikishwa katika vile vilabu ambao wanahisi kweli hii huduma wanaihitaji na wanahisi kwamba itawasaidia kwa hichi kidogo tu ambacho leo kimeelezewa hapa, na wakihisi kwamba bado wanahitaji ufafanuzi zaidi, basi nadhani tumetoa anwani zetu. Lakini zaidi tungependa hata kamati ya michezo wakaliangalia hili, na kama kuna njia yoyote ambao wanawahisi wanaweza kutushirikisha kuweza kuwa karibu na wachezaji au wana michezo. Na sio hao tu, pia hata watu majumbani ambao wanahisi wanahitaji kujua afya zao kwanza kabla hawajajishirikisha kwenye michezo. Kama tutolee mifano kama gyms ambazo zipo, lakini unakuta unaenda kwenye gym kuna instructors, lakini wale instructors pia kuna vitu vingi ambavyo kwa upande wa kiafya pengine huwa hawavifanyia ile utafiti kwanza kabla yule mteja ambapo anaingia pale kwenye afya kufanya mazoezi. Unakuta watu wamezimia kwenye gym, au labda mtu hatakiwi kukimbia, hajaangaliwa labda mapigo yake ya moyo au historia yake katika upande wa moyo. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinatakiwa vyote viangaliwe. Kwa hiyo kama wanahisi kuna umuhimu wa sisi kuwepo na kuweza kusaidia katika kuwapangia mikakati ya kuweza kuwafanikishia kwamba sio afya tu ya kimwili, lakini je, afya ya kiakili inazingatiwa? Kwa hiyo kama alivyosema mwezeshaji katika upande wa tiba na sayansi, alitaja kwamba tiba ya sayansi sio tu kwamba unaenda hospitali ukapewa dawa alafu ukatibiwa, lakini je, lile tatizo limeonekana wapi? Kwa hiyo kwa kuweza kutushirikisha katika hivi vitu ndiko ambako tukaweza kulijua lile tatizo kabla hata lile tatizo kubwa halijatokea. Inawezekana mtu amejifeel kwamba yuko anxious tu kwanza, lakini sasa ile anxiety ikiwa imezidi inapelekea wapi? Itapeleka kwenye msongo wa mawazo, italeta maradhi ya moyo, blood pressure na vitu vingine vinafuatia. Kwa hiyo tunashauri tu timu, kamati pamoja na wananchi wenyewe kwa ujumla, na hata wizara husika ya michezo, kama wanahisi umuhimu upo wa hivi vitu na wanahisi vinahitajika, basi tungependa kuwa washiriki na sisi katika kuendesha na kupeleka mbele michezo yetu ndani ya Zanzibar. Naam, ndugu mpenzi mtazamaji wa ZBC, unaweza ukashiriki nasi kwa kupiga simu 0777 92 56 47, lakini vile vile ukatutumia SMS katika namba zetu zile ambazo 0777 777 unaweza ukatupata na ukaweza kuchangia kuhusiana na moja kwa moja. Mtazamaji wetu tayari amekuwa yuko hewani. Halo, asalamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nani mwenzetu unapiga simu kutoka wapi? Bwana, mimi naitwa Bwana Mtumwa Kijiba, au kipenda Abu Amar. Naam. Sisi wanadamu wetu kwenye michezo ndio lazima wetu sasa. Naam. Unajua kitu kipya kwa ulimwengu huko nje huko, lakini sasa ndio kitu kipya. Sadaka. Napaongea. Naam. Kwamba wametegua hicho kitu. Kitu ambacho hata ile timu ya taifa hiyo wizara wametaja hawana. Ukuta wachezaji anampiga pira huku na bila goli tu alipiga pira nje, kumbe ana msongo wa mawazo hapo kitu. Sasa niulize ndio sana sana, lakini naona kasema sasa hiyo elimu hii ambayo watu wanataka kuitoa wao, najua ni elimu ya akili, wataalamu watawapata wapi? Yaani kwa sasa hivi Zanzibar wataalamu wao nathubutu kusema hatuna. Sasa wao watawapata wapi wataalamu? Kwa sababu mimi naamini Zanzibar ni mahitaji makubwa ya elimu. Lakini wengine hii taasisi yao wanajiendesha vipi? Kama wana taasisi wameshirikiana na taasisi ya nje ambayo vile vile siku hizi lazima kupata kama hivyo, kwa sababu financially ni tatizo vile vile.
au madaktari au watu wa psychological au wataka kulipa. Sasa mimi mtaji wao sitaki kujua kupigaje unazo yaani ile mtaji ambao watatumia kuwatumia hao wataalamu kama nimewafahamu. Asante. Bila mwisho Naam. ambalo wametoa wito hapo. Mimi nataka kurekebisha kitu kimoja kwamba hii elimu inahitajika, sio wakihitaji. Mama anasema wakihitaji kwamba bana tuko tayari. Hii elimu inahitajika hata kwa timu ya taifa ya Zanzibar kama tuna bwana na kete. Hii elimu inahitajika kwa vile, na mimi ninasaidia kutoa wito. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Na sisi tutakuja kwa sababu tulikuwa wachezaji na tuna sisi hadi wachezaji ukiwatizama yeye za zamani kama wako mentally hivi wanahisi kuna kitu atakusaidia. Salamu alaykum. Asante. Huyu bwana Mtumwa Kijiba ameuliza maswali matatu, lakini moja kabla ya yote la mwisho anasema hii elimu inahitajika kwa sababu ulisema wakihitaji. Lakini ni kweli elimu inahitajika kwa sababu hata serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Vijana wakaona iko haja kuitengenezea sera kabisa ili iweze kufanyika. Lakini kikubwa zaidi chengine kwamba nakumbuka kwanza tuende kwenye maswali mawili. Anasema elimu kama hii, je, wataalamu mnao? Hilo la kwanza. Lakini la pili anasema kuna mashirikiano gani na taasisi za kimataifa kuhakikisha wale ambao wanatoa hizi elimu wanaweza kupata chochote yani cha kuweza kuendesha. Na nadhani naweza nikaongezea pia, na aliuliza swali kwamba kama tunashirikishana vipi sisi kama ni taasisi, sisi ni taasisi gani, si ndio? Pia naam. Sawa. Kwanza nashukuru kwa mtazamaji na msikilizaji kwa kupiga simu na kuuliza haya maswali. Swali la kwanza kwamba mna wataalamu kutosha. Ndio, kwa kufika na ili wazo au kufika na utendaji, maana tupo kwenye utekelezaji, ni kwamba tuna maarifa ya kutosha kuhusiana na hili jambo, na tayari kuna watu ambao tumewasaidia ambao sio wana michezo kwa maana ya moja kwa moja, lakini kwa sababu kila mwananchi ni mwanamichezo, hata kama hachezi lakini ni mwanamichezo. Kwa wala kuna katika kliniki yetu kuna watu ambao wana maradhi kama hapo ambao wamesema, wale ambao wanasumbuliwa na magonjwa kama ya pressure, lakini kuna wale ambao wanasumbuliwa na magonjwa kama ya sukari, na wale ambao wanasumbuliwa na msongo wa mawazo, depression, watu ambao wengine wamepata changamoto za kimahusiano kiasi kwamba wanafikia sehemu ya kukata tamaa, wengine wamepata changamoto za kimasomo, changamoto nyingi ambazo zinaathiri akili yao, wanashindwa waanzie wapi. Sisi hatutoi dawa kwa maana ya kwamba ya kidonge au kwa maana ya kwamba dawa yoyote. Tunatoa nilisema ile first aid. Tunamsaidia huyu mtu kabla au akishapata ni namna gani anaweza aka overcome ile hali ambayo anaipitia. Kwa hiyo kinachofanyika hasa ni vitendo, lakini pia na ni mwongozo wa ushauri. Yaani ushauri ambao una vitendo. Kwa sababu unawezekana unafanya hivyo, upo hivyo kwa sababu haujui. Lakini inawezekana kwamba unajua, umeambiwa ufanye, unajua, lakini hujui unafanyaje. Sasa unapomwambia mtu labda unatakiwa upay attention, una concentrate. Sasa ni pay attention, ni concentrate, nina concentrate vipi sasa? Kwa sisi tunawalea sasa kwa kuonesha hiyo wanafanya. Kwa hiyo tayari tunafanya, lakini pia ushiriki wetu na namna ambapo walizungumza kwa habari ya mtaji na hawa watu sasa wanaofanya na wakitokea wengine watasaidiwa vipi. Katika dunia tulionayo sasa, watu huwa au taasisi au wadau huwa wana support matendo, hawasupport maneno. Kwamba sisi tumechukua hatua ya kufanya. Kwa hiyo hatua tuliochukua sasa tunahitaji tupate mashirikiano na watu wengine. Na kitu kama kizuri hakihitaji sana bla bla nyingi, watu wanaona. Na kama watu wanaona, watu wako tayari kusupport. Kwa mfano wametoa swala zima la timu ya Zanzibar. Okay, timu ya taifa. Sasa timu ya taifa ipo na tunaona kwamba inapokuwa inaenda kushiriki mashindano, wadau mbalimbali wanajitokeza. Na mara nyingi tunakasumba hiyo kama jamii. Kwamba tuweze tukasupport mtu. Tunapoona mtu tayari ana mwelekeo wa kule anakotaka kwenda, ndio wadau wanajitokeza sasa. Timu yetu imefika hatua ya robo finali. Timu yetu imefika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo watu wanajitokeza. Lakini kama mpo tu watu hawaoni, nchi yetu ina mambo mengi. Matatizo ni mengi. Hatuwezi tukatatua matatizo yote. Tunatatua wale watu ambao wana jitihada ya kujikwamua kutokana na matatizo yao. Sasa na sisi tumeonyesha jitihada.
Ninaamini hii rai itafika katika vyombo mbalimbali, watu mbalimbali wataona namna gani waweze kuwezesha hii huduma ifike mbali na kwa watu wengi. Kwa sababu tukiangalia mfano watu wanaokufa kwa sababu ya msongo wa mawazo kwa siku ni wengi mno. Naam, sasa hapa kuna message kwanza anasema assalamu alaikum, anaitwa Ali Hamisi kutoka Mnarani kwa Jeri. Mimi nafuatilia sana kipindi hicho, asante sana. Lakini anasema assalamu alaikum, naitwa Muhamedi wa Mangapwani, nauliza nikiwahitaji binafsi nitawapata wapi? Huyo anataka kuwahitaji. Na acha tupate simu. Halo, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, habari ya huko? Safi. Nani mwenzetu, napiga simu kutoka wapi? Mimi naitwa Emmanuel Linovo, napiga simu kutoka Dar es Salaam. Naam, Emmanuel, karibu. Asante. Mimi nitaka nichangie kwenye hoja alizotoa Baraka. Naam. Kwanza ameleta kitu ambacho ni muhimu kwa nyakati za leo. Sadakta. Kwa sababu tunauona mpira unavyoweza kuboresha maisha ya wachezaji na hata uchumi wa nchi. Kwa hivyo tukiwa na mfumo wa kuandaa vizuri wachezaji kabla hata ya kufikia mashindano makubwa, ndivyo ambavyo tutaweza kama taifa kunufaika vizuri zaidi. Kwa mfano, amesema kwenye sera hiyo ya michezo inasema kwanza tuwe na kinga, tiba kwa wachezaji. Sasa hawa taasisi yao inatoa kinga kwanza, kwa maana ya kwamba maamuzi ya wachezaji wanapokuwa uwanjani wanabehave vipi. Sasa hii ni elimu ya mpira. Kwa hata kwenye michezo mataifa mengine yametuzidi hapo. Tunaposema tunawekeza, hatuwekezi tu kwenye vitu vinavyoonekana, yani kwenye viwanja, hatuwekezi pia kwenye kununua wachezaji kwa gharama kubwa. Hapana, tunazalishaje? Kama ambavyo unapanda mbegu, unaimwagilia, unaweka dawa wadudu wasiharibu. So hata kwa wachezaji ni hivyo hivyo. Kwa mimi nadhani kama mataifa yetu ya Afrika tuwe na mikakati kwenye timu za taifa. Vijana wadogo wachukuliwe, waanze kulelewa kwenye kuishi bila kuwa na msongo wa mawazo, kiasi kwamba wanapofisha miaka 16 anakuwa ni mtu huru ambaye anajua kuamua haraka na kutatua matatizo yake hapo uwanjani. Sasa sisi tunamchukua mtu ana miaka 20, 26, anacheza mpira huku anajua amegombana na mkewe na hajamaliza huo ugomvi, anaingia nao uwanjani. Kwa hiyo mtu ameingia na hasira tayari, akisukuma kidogo anapigana ngumi. Sasa huo sio mpira. Mpira wa leo ni biashara, kiasi kwamba biashara inataka uwekeze kama ambavyo unalima mchicha. Manake utapanda mbegu, utaimwagilia, utapiga dawa. Kwa hata kwenye michezo tuanze kutoka huko. Kuna vitu vinavyohitaji fedha, kuna vingine havihitaji fedha. Sasa sisi kama hii nayo imeanza, ni watu ambao wamesimama, wamejitokeza. Je, inahitaji tena tutafutiwe mtu mwingine atuonyeshe bwana kuna watu kama hawa tunaweza kuwashirikisha? Maana yake ni kwamba taasisi kama hizi zinatakiwa kuibuliwa na kuwezeshwa ili zitoe mchango wake kwenye michezo. Asante bwana Emmanuel. Muda umekuwa si rafiki, lakini kwa kidogo sana, kwa sababu muda umemaliza, tuweze kumjibu alafu mutoe maoni ili tufunge kipindi. Karibu Baraka. Amesema ni atatupata vipi? Namba ya simu. Sisi tunapatikana Zanzibar, Kiembe Samaki, na kwa nambari ya simu ifuatayo 0715 439205. Itarudia 0715 439205. Ndio. Lakini pia tunapatikana katika mitandao ya kijamii, kiandika Amka Be Aware Be Alive. Okay. Kwa hiyo sehemu yote tunapatikana. Kwa hiyo ndio sehemu ambayo tunapatikana, lakini pia umezungumza kwa habari ya ushauri moja kwa moja. Niende hapo. Tunachoshauri kwamba ikiwa ni mwanamichezo mdau, afya ni jambo la muhimu. Siku zote nasema kwamba ule faida usile mtaji. Mtaji wako wewe kama mwanamichezo ni afya yako. Ukiwa na afya tutaona kweli kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia tutakiona. Lakini ukiwa huna afya basi itakuwa ni shida kubwa.
Na tunapozungumzia afya, tunazungumza kwa habari ya afya ya akili yako. Tambua kwamba chochote ambacho kinatoka nje hakina uwezo wa kukuathiri, isipokuwa wewe unaweza kucontrol kwa kutoa tafsiri ambayo itakuwa chanya. Naam, Bi Salma, kwa sekunde 3 tu au 5 tupe mawazo yako, tunafunga kipindi. Asante sana. Mimi kubwa nitakaloweza kulimalizia kwa hapa ni kuwajulisha tu watazamaji ni kwamba hii ni taasisi ambayo ni ya binafsi, lakini pia haitengenezi faida. Ni taasisi ya kujitolea ambayo tupo tayari kukaribisha wadau wote ambao wako tayari kushirikiana na sisi kwa kuweza kulifanikisha hili jambo. Na kubwa, tusisubiri tufanyiwe kutoka kwa wanaotoka huko. Kama sisi tayari tuko tayari kufanya vitu vyetu, basi tufanyeni, tushirikiane na tusisubiri kufanyiwa au tukapata misaada ama mashirika makubwa yaje yatusaidie, wakati sisi wenyewe tunatakiwa tuanze. Kabla hujatembea unatakiwa uanze kutambaa. Kwa hiyo tuanze kutambaa ili tutakaponyanyuka dede, ili watu wengine waje watusaidie kutuongoza kufika tunakokwenda. Kwa hiyo hilo ndo kubwa. Asante. Naam, ndugu mpenzi mtazamaji, kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho, na wale wote ambao wanatufuatilia katika kupitia ZBC Radio pamoja na TV, muda umekuwa si rafiki sana, lakini tutatafuta siku kabisa ambayo tutakuwa nao tena ili kupata nafasi kubwa sana kwa mpenzi mshiriki na mtazamaji na yule msikilizaji, ili uweze kuchangia nasi. Mimi naitwa Kharis Salum ambaye nilikuwa nakuendeshea kipindi hiki cha Sunday Sports. Hadi wakati mwingine, kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa ZBC.